Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Juma hili tunaliangazia somo la 7 linalosema wenyeji wa mbinguni. Na leo ni Februari 8, siku ya Jumapili. Tukiangazia mada isemayo mifano ya kuigwa. Sisi sote wakati mmoja au mwingine tumepata watu tunaovutiwa nao na tunaotaka kuwaiga. Kwa watoto ni muhimu sana kuwa na mifano mizuri ya kuigwa. Kwa kufaa, hawa wanapaswa kuwa baba na mama yao. Watakapokuwa watapata mifano mingine ya kuigwa. Huenda wanaohusiana na kazi waliochagua au hata katika wasifu ambao wamesoma. Wanaweza pia kujifunza jinsi wahusika mbalimbali wa Biblia walivyokabiliana na changamoto na kuwalinganisha na mambo ya uzoefu wa maisha yao wenyewe. Cha kusikitisha, katika vyombo vya habari vya leo, mifano mibaya ya kuigwa ni mingi. Tumejawa na mfululizo wa maudhui ya kuvuta usikivu, visa vinavyoelezea matatizo pujufu na maisha machafu ya watu mashuhuri. Wasomaji wa Paulo huko Filipi, ingawa bila shaka hawakushughulika na mtandao, hata hivyo walikumbana na changamoto kama hizo. Ukweli ni kwamba ulimwengu alioishi Paulo ulikuwa wenye upotovu, ufisadi na uovu sana, kama ulivyo wetu leo. Daima kumekuwa na daima kutakuwako, angalau hadi mwisho, uovu mwingi wa kutosha. Swali letu ni kwamba, je, tunauitikiaje? Soma Wafilipi sura ile ya 3 ya 17 hadi 19. Mifano mizuri na mibaya ya kuigwa inaelezewaje katika kifungu hiki? Ni mambo gani muhimu yanatolewa ili kutofautisha kati ya hiyo? Hatupaswi kutoona upendo wa Paulo kwa wale ambao hakubaliani nao. Anawalilia. Ona pia kwamba hawaiti adui zake bali adui za msalaba wa Kristo. Wafilipi sura ile ya 3 ya 18. Paulo alitambua kwamba masuala makubwa zaidi yalikuwa hatarini, yaani jinsi msalaba unavyovunja vizuizi na kutuweka sisi sote katika kiwango sawa kama wenye dhambi wanaohitaji Mwokozi. Tazama Waefeso sura ile ya 2 ya 11 hadi 14. Pia jambo lisilopaswa kupuuzwa ni jinsi Paulo anavyowahimiza Wafilipi kuelekeza fikra katika mifano mizuri, si katika mibaya. Kuwafuata kwa uangalifu wale ambao mtindo wao wa maisha unafanana sana na wake. Cha kuvutia, Paulo anatumia lugha kama hiyo katika kuwaonya Warumi. Waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza, kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. Warumi 16 ya 17. Wadanganyifu huko Rumi wanaelezewa kama wale ambao hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe. Warumi 16 ya 18. Ingawa bila shaka Yesu ndiye mfano pekee mkamilifu, kuna wengine ambao angalau katika maeneo fulani wanaweza kuwa mifano mizuri ya kuigwa. Wakati huo huo, ni aina gani ya mfano wa kuigwa unakuwa kwa wengine? Hii ni Februari 8, siku ya Jumapili, mifano ya kuigwa. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo
Pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.